Kwanza kabla ya kwenda, mimi nataka nizungumze kitu kimoja, kwa sababu najua hapa wako watu wa umri tofauti, lakini mtu mpuuzi ni mpuuzi, anakabiliwa kwa kadiri ya upuuzi wake, sawa sawa. Kumekuwa na tabia ya kutulazimisha tuzungumze upumbavu na kufanya kuwa hekima, na ukimwambia mtu ukweli unaambiwa hujaongea kwa hekima. Mpumbavu hanaga hekima, ukabiliwa kwa kadiri ya upumbavu wake. Kanuni ya pili, unapoingia kwenye utumishi wa umma hauingii na heshima na faraga yako ya kijamii, unaingia kutekeleza mambo kwa sheria, kanuni na katiba ya nchi. Kwa hiyo mtu anapokuwa kwenye ofisi za umma hakuna baba wala mama. Jambo la pili, ninapozungumza kwenye bandari, kwa sababu watu wamekuwa wakizunguka hofu wanaumauma. Nchi hii inaitwa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ni matunda ya Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo katika Tanzania kuna Tanganyika. Soma ibara ya 34. Wanakwepa watu wanaita Tanzania bara, wanaita wapi? Hiyo ni Tanganyika. Jambo la tatu ambalo tunapozungumza kwenye masuala ya bandari likae kichwani kwako, Zanzibar wana bandari zao, Tanganyika tuna bandari zetu. Kwa hiyo tunapotaka kuingia kwenye mikataba yoyote inayogusa sehemu muhimu kiuchumi, kiulinzi na kijamii ya upande mwingine, lazima kuwe na consultative process ya kutosha. Lazima tushauriane. Jambo la tano ambalo Watanzania wote wajue, huu mkataba sio ghafla. Walikuwa nao hawa watu, wameuficha, wameupeleka bungeni. Tunawauliza dharura imetoka wapi? Wao wamekaa nao zaidi ya miezi 9. Mimi huu mkataba nilitumia dakika 5 tu, nikasema haufai hata kuwa toilet paper. Just 5 minutes. Ndio maana mara ya kwanza nilisema ninajiuliza, siamini mkataba huu kama ulifuatwa michakato ya kiserikali, kwa sababu ni mkataba wa hovyo kuliko wa Mangungo, toka kwenye utangulizi mpaka kwenye kiambata cha signature. Mzee Mangungo tunamsingizia sana, kwa sababu kwanza yule mzee hakuwa exposed. Yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kusaini mkataba. Hatuna ushahidi kwamba alikuwa na washauri wanaoijua lugha ya Kijerumani. Lakini mzee Mangungo leo hii tunataka tumfananishe na hawa ndugu zetu ambao tuliwaambia hata kabla hawajapitisha ili dude bungeni, tukawaambia jamani, hilo dude ni la hatari. Wakageuza bunge kijiwe cha kucheza singeli badala ya kujadili mambo ya msingi. Kabla ya kwenda niseme, mimi nimesikia kuna polisi wanatuitaita, labda walikuwa wanifahamu. Sinaga kipaji cha uoga, mimi ni jeshi la mtu mmoja. Kauli niliyoisema siku ya kwanza ninairudia leo. Wamezoea kusema Watanzania tunaongea tu, baadaye tunasahau. Nataka kuambia kwenye hili la mkataba patachimbika. Wengine wananiuliza, Mwabukusi, kesi iko mahakamani, unaenda kule kufanya nini? Mahakamani tunatafsiri sheria, huku tunatafsiri siasa. Uwezi kwenda kumuomba jaji waziri mkuu aondoke, kwa sababu hatuna waziri mkuu,
hatuna spika, hatuna waziri wa miundombinu, hawafai hata sekunde moja kuendelea kupokea mshahara wa Tanzania. Na hawa watu wana ujasiri wa kipekee. Yaani mimi siwezi kuwa jasiri wa kiasi hicho. Mkataba huu siwezi kurudi nyumbani kuambia watoto wangu nimetoka kazini. Sasa kwa sababu ya muda, nataka kuwaambia Watanzania tujiandae kuzungumza lugha watakayoielewa wasipotuelewa katika ushauri wetu. Mimi nitasimama kuhesabiwa. Kabla ya kuanza kuzungumza nilipiga gharama, sikuangalia nani yuko nyuma yangu, niliangalia kizazi chetu kijacho. Upumbavu huu hatutaridhisha. Sasa ndugu zangu, kuna hili dude, na niwaambie viongozi wangu hapa, mmesema mkataba. Nataka kuwaambia mpaka leo hii bunge lenyewe hawajui walikuwa wanaridhia nini. Azimio la bunge na Hansard, huko anasema mkataba, huko anasema makubaliano, ni lugha gongana tu. Kwa hiyo nitazungumza mambo ya kisheria kwa lugha ya mtaani ili wote tuwe katika mstari mmoja, sawa sawa? Na leo nitazungumza kwa namna ya kuuliza maswali ili nisiendelee na kuingilia mzunguko au taratibu zilizoko mahakamani, sawa sawa? Maka najua wanavizia, watasema subjudice rule. Sikiliza bwana, mimi master, haya mambo yaniumbishi, niko fiti. Jambo la kwanza, unapokaa kwenye mkataba wowote unajiuliza capacity to contract, yani ile nguvu ya kimkataba au nguvu ya kisheria kuingia kwenye mkataba unayo? Wamewajibu hilo swali. Dubai ni nchi? Is a Dubai a state? Ili kokoro lao linasema 82 states. Kwanza lini Dubai ni states? Unajua kisheria kuna mikataba miwili. Kuna Montevideo Convention inaozungumzia kuhusu capacity ya kuinter kwenye makubaliano, na kuna Vienna Laws of Treaty inayozungumzia taratibu, hadhi na namna ya watu kuingia kwenye mikataba. Na kama unielewi, rudi kasome kesi ya Machano Hamisi ya hapa, ya Zanzibar ni nchi au sio nchi. Sasa kwa mkataba huu, Dubai sio nchi. Na ili unielewe vizuri, kasome ibara ya kwanza, ibara ya 3, ibara ya 120 na ibara ya 123 ya katiba ya Dubai, ya katiba ya United Arab Emirates. Ukisoma utagundua mtu huyu hakuwa na hadhi ya kuingia huu mkataba. Na wahakikishia wenye mkataba huu ni wenzetu humu ndani. DP World ni kibabo tu. Haya mambo yazungumziki mahakamani, yanazungumzika hapa. Kama wanataka waweke mdahalo wa wazi, wakae, tukae, wabandike, tubandue. Umenielewa ndugu zangu? Jambo lingine muhimu katika mkataba huu, mimi nauita mkataba japo ni dubwana. Huyu Makame Mbarawa, nilisema mahali, nilinyang'anywa simu zangu wakaweka kule. Nilisema huyu jamani muongo na kabobea. Narudia tena, ni muongo na amebobea. Alafu wanawaambia Watanzania iamini serikali. Mzee, hakutaka serikali inaendeshwa kwa imani. Serikali ni data na facts.
Imani ni huku kwa wachungaji. Nikifika kule ananiambia amini mbinguni kuko, amini umepokea uponyaji. Kiongozi wa kisiasa haaminiwi kwa imani, anaaminiwa kwa kusimamia katiba, kanuni na sheria mlizojiwekea. Sasa huyu waziri muongo huyu Mbarawa anawaambia Watanzania kulikuwa na tenda, kulikuwa na makampuni 8 amewahi kuambia hiyo ni tenda namba ngapi? Amewahi kuambia ilitangazwa wapi? Lini? Amewahi kukuambia ilifunguliwa wapi? Sasa ili likokolo lao ili maana wale wanakimbia kama kuku aliyekatwa kichwa na kumponyoka mchinjaji. Hawasomi hata ili dokumenti lao. Ufungue ukurasa wa 4. Ili dokumenti linasema chanzo cha mkataba huu sio tenda, ni mazungumzo ya rais wetu Samia Suluhu Hassan kwenye Dubai Expo ya mwaka 2022 Februari. Kupitia mazungumzo haya TPA na DP World private company, not a state, TPA na DP World private company ya huko Dubai wakaingia makubaliano. Sina shida nayo, hiyo ni memorandum, sina shida nao. Na kupitia MOU hiyo ndio hili dude likaja. Muulize Mbarawa, akikuonyesha sehemu yoyote humu inaozungumza tenda, mimi ninyang'anywe vyeti vyote, nisiwe mwanasheria, nirudi kuuza parachichi. Jambo la 5, watu walioenda kusaini mkataba huu walikuwa wana copy na kupaste. Ndio maana anazungumza the state parties. Dubai sio state, ni sehemu ya state. Na ukisoma Vienna Laws of Treaty, kwa qualification ya Dubai haina uwezo wa kuingia mkataba wa kimataifa. Kwa hiyo mkataba huu ni mkataba wa kawaida tu, kama wa muuza vitumbua na mwenye hoteli. Haukutakiwa kufika bungeni. Hawa vilaza wamepeleka bungeni ili dude. Alafu tukiwaambia wanasema hawa watu wamenunuliwa. Mimi nataka nikuambie kwanza, uzuri mbunge wangu mmoja yupo hapa Lema, anafahamu kwetu. Mimi sehemu ninakotoka kambi ya afisi, ukishazaliwa tu na miaka 4 umeshajifunza kutafuta maisha. Nyumbani inapikwa chai, kitumbua utaenda kutafuta mwenyewe. Sina bei wala tutumwi na mtu. Na lingine ambalo wajue, hatuogopi mtu. Kwa hiyo tunachowaambia, mkataba huu hatutaki. Na tutaomba viongozi wetu leo mtupe ultimatum. Hii nchi inahitaji leadership. Mungu ameshatoa ukombozi kwa Watanzania. Tunahitaji Musa wa kututoa hapa. Hautamuona Mungu au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam washuke hapa, au Yesu umuone anatembea. Mungu anakupa tukio la kuwaunganisha. Unganeni kwenye tukio hilo na msimame kama taifa. Mimi mtu mmoja alikuwa ananiuliza, mbona bango lina alama ya Chadema? Nikasema kwani Chadema ni shetani? Mimi naenda very proud, kwa kujivuna kabisa. Na niwahakikishie viongozi, vijana wa Tanzania, tuko tayari kufuata kiongozi. Hatutafungwa na mipaka ya vyama. Chadema you initiate the lead, tutafuata. NCCR initiate the lead, tutafuata. Licha kwamba NCCR imetekwa. Tunajua NCCR imetekwa. Na aliyeiteka alikuwa anajaribu kuzuia mkutano huu. Kwa kweli niwapongeze sana
Chadema niwapongeze sauti ya Watanzania kwa kukataa ubabaishaji wa ofisi ya Mutungi. Nazungumza mkataba, lakini tuzungumze ukweli. Hakuna kitendo cha aibu kinachotia kinyaa na kichefuchefu kama kusikia mchakato wa katiba unaratibiwa kwa Mutungi. That is the last insult ambayo unaweza kuwatukana na Watanzania. Na nina ushahidi. Ile ofisi ndio inaoshiriki kuvuruga vyama vya siasa. Nina ushahidi. Alafu eti anaitwa mlezi. Hakuna mlezi anayekula watoto bwana. Sasa jambo lingine kwenye mkataba huu, fungua ukurasa wa 9. Sheria za Tanzania tunazo zinazoongoza umiliki wa ardhi kwa mzawa na kwa mgeni. Kwa nini DP World anataka kupewa special consideration kwenye kumiliki haki ya ardhi ambayo ni sawa na mzawa? Ana nini? Alafu inamwambia atakuwa na uwezo wa kukodisha pia, right to lease. Kwa hiyo yeye atakuja anakaa hapo. Kumbuka umemwambia hata akifanya jambo gani mkataba huu hauvunjiki. Hata aingie pale bandarini awe anachemsha kahawa amekaa na kunywa, miaka 5 usimuhoji. Unampa haki ya kumiliki ardhi. Kwa nini? Serikali hii inayokataa Watanzania wenzetu, damu yetu, ndugu zetu wasiwe na uraia pacha kwa sababu wanatafuta maisha tu somewhere. Leo hii wanazunguka mikoa mizima. Walikuja Mbeya pale, kuna mmoja akawa anatukana, anasema sisi ni wapumbavu. Alafu alivyo mpumbavu akasema katiba inayoongoza nchi hii imeandikwa kwa ni ile ya Kiingereza, sio ya Kiswahili. Alafu anajiita doctor. Hizi PhD sijui zinatokaga wapi? Sasa ndugu zangu, naenda kwa kukimbia sababu hiyo, kwa nitakuwa naonyesha maeneo korofi. Hawa wanasema bandari. Jamani, nani aliwaambia sio bandari? Soma kifungu cha 2, ibara ya 2, ibara ndogo ya 1. Hawa watu wanachotaka ni kuendeleza, kuboresha, kuendesha na kusimamia bandari za bahari na maziwa yote. Special economic zones, logistic parks. Yani kule mnakwenda sio bandari kavu, kuna vile vireli vile vinavyotoka kwenye stationi kwenda bandarini, barabara zile kutoka barabara kuu kwenda sehemu ilipo bandari kavu, zote anapewa mtu kwa mkataba ambao hauelezi what was the baseline. Yani ni nini ulikuwa mchakato wa biashara ile, what is the scope, ile scope nzima ya project. Eti wanawaambia kutakuwa na host government agreement, hiyo ndio itacomprise mambo. Hawa ni vilaza wa kutupwa. Fungua ibara ya 21. Nenda ibara ya 21. Twende ibara ya 20. Twende ibara ya 12, ibara ndogo ya 2. Wanawadanganya eti time frame itaweka kwenye HGA. Soma hapa, wamesema kabisa what are the content of HGA hapa, wakuonyeshe ni wapi ukomo ulipo. Hakuna, tumepigwa. Someni mkataba ukurasa wa 21 kwenye wale wenye mkataba. Content za HGA ziko hapo. Ya kwanza inasema to establish a clear framework
for the allocation of the responsibility and the performance of government security. Hapo hakuna time limit. Define the action, yani kuanzisha au kuweka mfumo wa mgawanyo wa uwajibikaji na utekelezaji wa masuala ya msingi ya kiusalama utakaosimamiwa na serikali. Define the action related to those aspects of the safety and security for the project. Yani kueleza au kufafanua matendo yatakayoendana na kuhakikisha uwepo wa usalama hapo juu. Hiyo ndio HGA inavyotakiwa kuwa. Include provision requiring the relevant state party and the project company to consult, cooperate and coordinate in relation to the development, the implementation of all relevant safety and security measure. Hiyo ndio content ya HGA. Yani hiyo HGA ni mbaya kuliko huu mkataba tunaoulalamikia. Hapo anatoka mtu anasema hao ni mawakili wa mirathi. Huyu ndio kilaza wa kutupu. Asome, it's here. Sasa ndugu zangu, nataka niwaambie kitu kimoja. Hawa watu wanatuchezea. Tujipe likizo kwenye mambo ya Yanga, Simba, sijui nani ametembea uchi na connection, turudi bandarini. Tunanielewa? Tufanya hivi namna hii. Hawa wanahangaika na wana solution, yani namna pekee ya kutatua tatizo hili nitaieleza, kwa sababu wanatuletea utani. Wanasema ukisoma hii ibara ya 14 wanasema ukitwaa, yani ya majitu majinga kweli. Kuna sheria za nchi tumetunga, kuna katiba inatamka kabisa very clear nini kifanyike, kwamba mali ya mtu ikichukuliwa alipwe fidia stahiki. Haya majitu yameenda huko. Soma article 14(2). Inashindana na sheria namba 6 na sheria namba 7 za madini na rasilimali asili za nchi, ambazo inaeleza kabisa msingi wa ulipaji fidia. Hatuwezi kumlipa mtu eti anasema tumlipe prompt, effective and adequate compensation. You cannot calculate this. Hii ni kwamba tutamlipa chochote kile ambacho angekipata maisha yake yote, kwa sababu hichi kinaenda na mtaji na faida ambayo angepata. Lakini sheria yetu tunasema tukufidie maumivu ulioyapata ili urudi kwenye hali uliokuwa nayo kabla ya sisi kuchukua ile mali kwa maslahi ya umma. Hawa watu tunao yanazunguka nchi nzima, mengine mazee, mengine mavijana majinga. Tunawaelewesha, it's not for my personal interest. Hii ni kwa ajili ya taifa, sio kwa ajili ya mtu. Hii ni kwa ajili ya future. Wanasema sababu yao kubwa eti ni uzembe na uwizi. Mimi nataka niwaulize, hata kama sisi ni wezi, wangeingia mkataba wa angalau miaka 25 hivi, ili sisi wezi wote tutakuwa tumeshakufa, maka tuna miaka 50 kuendelea, si ndio jamani? Watoto wetu wakija waikute bandari yao. Kwa nini uingie mkataba wa maisha yote unahukumu kizazi chote? Yani unaigeuza nchi a constructive landlocked country. Alafu tukizungumza unasikia polisi anakuita uje uripoti, unatuhuma ya uchochezi. Kama polisi wana hoja za kujibu kwenye mkataba huu, waje mahakamani au waje pejukwani tujibizane. Mimi nilipofika Mbeya niliwaambia hicho mnachokisikia ni kweli nimesema. Na kwa sababu najua mnaweza msiandike sawa sawa, na waruhusu mrekodi by digital way ili wanione ninachosema, sitapepesa macho. Hatufanyi haya kwa sababu ya kiburi. Hatufanyi haya
kwa sababu ya ujivuni. CCM is a vegetative party. Hakuna chama cha siasa kinachoitwa CCM. Ni magenge ya manyang'anyi wenye maslahi mbalimbali ndani ya kile chama. Wana CCM wengi they are innocent, hawajui hili, lakini kile chama kimetekwa na magenge ya kipikaji. Ni madini tu. CCM ukichomoa vyombo vya dola, CCM inaanguka kama nyoka asiyekuwa na uti wa mgongo, haiwezi kusimama hata dakika moja. Sasa upumbavu mwingine, naita upumbavu kwa sababu tumeshauri wamekataa kusikia. Mjinga akishauriwa ujifunza na urudi kuwa kiki, na pengine ukuita ili mshauriane. State succession, yani maana yake hata hii nchi ikiisha, yani labda muungano huu umevunjika, Zanzibar wameenda kwao, Tanganyika wameenda kwao, eti wanasema mkataba huu utaendelea kukaba kola Tanganyika. Huu pumbavu wa wapi? Kwani Tanganyika tumezungumza, tumeridhia hapa? Sisi katiba yetu ibara ya 34 inasema mali za Tanzania bara zitawekwa chini ya uangalizi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sio umiliki, ni uangalizi. Kama ambavyo tulikuwa chini ya uangalizi wa Muingereza, ndivyo mali za Tanganyika zimewekwa chini ya uangalizi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Huu mkataba ukivunjika, Tanganyika, eti muungano umevunjika, Tanganyika tubaki na hili dude. Hili dude hatutaki kuanzia leo, Dubai ajue hilo. Na vile vile ni kinyume na sheria za kimataifa. Soma Vienna Law of Treaties. Hairuhusiwi. Hatuwezi kubanwa na mkataba ambao sisi hatujauridhia wala hatujawahi kuwa sehemu ya mkataba huo. Hatutabanwa. Ndio maana tunawaambia wenzetu tusiingie kwenye matatizo, toeni ili takataka, hatutaki. Sasa hawa ndugu zetu hao, kwa mfano, wanajua kabisa uwepo wa sheria ya rasilimali asili ya mwaka 2017. Sheria hii inazungumza kwa uwazi kabisa kwamba migogoro yote inayohusu mali za asili za nchi hii, kifungu cha 11(1) cha sheria ya madini, sheria namba 7 ya mwaka 2017, hakuna mgogoro utakaopelekwa nje ya nchi. Mimi nawauliza hao wanaopita huko kufafanua, umewasikia wakizungumzia hili? Sisi tunawaambia mkataba haufai, wao wanasema DP World ana uwezo, ndio maana wanaferi mitihani. Kwa sababu hakuna anayekataa uwezo wa DP World. Hakuna anayekataa uwekezaji. Utakuwa mpumbavu tu. Tunachokataa ni mkataba wa kipumbavu namna hii. Hata shetani na uovu wake wote, ukimtuma kunegotiate on your behalf, hawezi kukuletea mkataba mbovu namna hii. Atakachojitahidi ni usimjue Mungu wa kweli, lakini kwenye mkataba atakutetea. Sasa hawa watu ona walivyo watu wa ajabu. Someni ibara ya 21. Ibara ya 21, nisema naenda kwa kurukaruka baadhi ya sehemu muhimu. Sheria yetu inasema mambo yatatuliwe ndani ya nchi. Hawa waungwana wameingia mkataba
unaosema eti mkataba huu utaongozwa na sheria za Uingereza. Alafu anakuambia each HGA itaongozwa na sheria za Tanzania. Sasa ninawauliza, kati ya IGA na HGA ipi iko juu ya mwenzake? Nini? IGA na HGA zikigongana ipi itasimama? Alafu wa mabwege wanatuambia tuko salama namna hii. Tutawaita majina yao, na kama mtu hataki tumuite hivi, atuite, atuonyeshe, tumuonyeshe. Kwani tunamuita bwege? Wangekuwa sio mabwege wangetusikiliza. Hao wenzetu yawezekana wana hoja, lakini ubwege tu. Wewe unakuja mtu kama mimi unanitishia kuniua. Hivi wewe utakaukia hapa juu? Alafu waangalia hata watu wa kutisha. Mimi niwaambie, mimi sitakimbia, sitaogopa, sitatetereshwa, wala sitababaishwa na kiumbe yoyote. Nitakukabili kwa namna unavyokuja. Maana kuna watu waovyo sana kwenye taifa hili. Wanaingia kwenye ofisi za umma, wanataka kuwa miungu watu. Kama utaki kusemwa kwenye ofisi za umma, toka kakae na mke wako nyumbani. Nani atakufuata? Yani watu wanasaini, wanaumiza nchi, wanaumiza taifa, kizazi na kizazi. Alafu tunawaambia wa Tanzania eti ongea kauli ya nidhamu, acha upumbavu. Nasema huu mkataba watuelewe. This is not a walk on the park. It's not a bedroom talk. It's our future. Tunazungumza Tanzania ya miaka 200, 300 ijayo. Mtu anatuletea sifa za kipumbavu. Mtatusamee wazee, mtatusamee. Yani hili jambo alizungumziki kwa lugha nyingine. Huu ni upumbavu. Sasa sitaki kupoteza muda, kama nilivyosema na ruka. Jambo lingine la muhimu ambalo mlione, tumetoa maoni. Sasa kinachokuja, wanasema tufanyiwe vetting, au wanaotoa maoni wafanyiwe vetting, waingie siji tume ya mipango. Hii ni nchi ya diversity, hatutafuti vyeo. Tunaposhauri, tunashauri kwa maslahi ya taifa, sio maslahi ya vyeo. Hatutaki vyeo, tunataka uwajibikaji ili kila Mtanzania aishi kwa amani na furaha. Leo hii nimewasikia hawa viongozi wanadanganya wananchi. Wanasema wametusikia, eti toeni maoni. Wewe ndugu yangu, kama unaenda kunywa mbege kanywe tu, usitoe maoni. Hawa wakora ni wakora hawa. Ndio maana sheria ipo. Hii sheria inaitwa The Natural Resource With and Resource Contract Review and Renegotiation of Unconscionable Terms. Hii sheria inaeleza kunapokuwa na malalamiko, waziri mwenye dhamana afanye nini, awasiliane na nani, kwa njia gani, aende wapi, ndani ya siku gani, aandae nyaraka gani. Umewahi kusikia lolote likiandaliwa na waziri mwenye dhamana? Badala yake, asante, badala yake katika mazingira ya ajabu wanazunguka
Tanzania nzima tujiulize, huu aliyetakiwa kuzunguka kushawishi ni nani? DP World au sisi? Eti ndugu yangu, wewe umeenda kuchumbia, unakuta baba mkwe ndo anayekutongozea binti yake, ushtuki. Kwa sababu ya muda ninakimbia, kwa sababu ya muda nataka niseme jambo moja. Tuna sheria, na hii namsaidia mheshimiwa waziri, waache kupiga porojo, waache porojo. Hili ni jambo la future ya nchi, ni jambo muhimu na nyeti kitaifa. Sasa asante, nashukuru sana ndugu zangu. Nimeambiwa muda wangu umekwisha, lakini asante. Ndugu zangu, bandari ndugu zangu, bunge letu la mwaka 2017 walipitisha sheria ambayo nasema ina mapungufu yake, but it is very fair, very fair. Sasa mimi namuuliza huyu waziri Mbarawa na Majaliwa, na wauliza tu kwa unyenyekevu, je, wanaifahamu sheria namba 7 inayosema kwenye masuala ya mali asili nchi ina permanent sovereignty? Yani maana yake nini? Hatuwezi mtu yoyote kukaa na kutuamlia nini tufanye kuhusu rasilimali za asili. Leo hii tunalimkataba hili linalosema eti hao waungwana wana exclusive right kwenye madini yetu. Hii ni akili tope, ni akili tope. Alafu Tundu Lissu akisema wanasema ametukana. Ndugu zangu, nataka nimuulize Mbarawa, amesoma sheria ya the Natural Wealth and Resources Contract Review and Renegotiation of Unconscionable Term? Amesoma? Je, anajua kifungu cha 8 kinampa mamlaka ya kurejea bungeni? Sasa cha ajabu, ukiona mtu mzima mwenye akili timamu ana sheria hizi anaziweka, alafu anakupiga bla bla, jua ni mjinga, mpuze. Sasa tunachowaambia Watanzania, mtu asikuambie kesi iko mahakamani. Hii ina sura mbili, za kisheria na za kisiasa. Mahakamani tunatafsiri vifungu, huku kwenye sheria tunamwambia Speaker Tulia Ackson atoke. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa hatoshi, atoke. Waziri Mbarawa hatoshi, atoke. Hii ndio namna pekee na mwingine mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa kutoka na kutueleza nini kilijiri, hatoshi, atoke.
Haya mambo siyo ya mahakamani, ni mambo ya nguvu ya umma, yanapatikana chini ya ibara ya 8(1) na chini ya ibara ya 20 ya katiba yetu. Na sisi tuombe, niwaambie vijana, nilisikia jana kuna mtu anasema eti vijana wa chama chao watupige tunaofikiri tofauti. Sheria ya makosa ya jinai sura ya 16 inaniruhusu kujilinda, na ninapojilinda ninaruhusiwa kutumia nguvu ile ile unayoitumia dhidi yangu kukukabili. Tunawapa taarifa, sisi tunabishana kwa hoja. Ukinijia kwa mwili nitakukabili kwa mwili, ukija nuruni nitakukabili nuruni, ukija gizani nitakukabili gizani, utakuchinja jinsi ulivyolala. Tunapozungumza mambo serious ya kitaifa, watu waache utani. This is not a walk on the park. Nimesema haya ni mambo serious. Huwezi kukabidhi nchi, bandari ni lango la nchi, alafu unasema eti hata kukiwa na hatari ya kiusalama lazima mjadiliane ndio vyombo vyenu viende. Hii kama sio matope ni nini? Yani unasikia bandari inavusha mabomu, inavusha vitu gani, unahitaji kujadiliana? Hiyo ni nchi au klabu ya pombe? Hata klabu cha pombe kina mwenyekiti wake, kina utaratibu. Asante kwa kunisikiliza. Sasa ndugu zangu, sisi tuna kesi inaendelea pale Mbeya. Ile kesi inaendeshwa na vijana wazalendo kutoka vyama vyote, vyama mbalimbali. Wote mnaona ile tangazo la mchango linalopita, wangapi mmeliona? Jamani, ile kesi ni yenu, waungeni mkono wale vijana, wanasafiri kwa mazingira magumu. Kuanzia Jumanne tutakuwa mahakamani pale, kesi nasikilizwa mfululizo. Kwa hiyo tulikuwa ninaomba nisome kwa haraka namba, sijui nayo hapa. Nilikuwa naomba msome namba, wale wenye msome namba hii, Tigo Pesa namba 0718 0718 76 06 49. Alphonse Lusako. Nashukuru sana ndugu zangu. Ongeza makofi mengi mengi kwa Mwambugusi. Wale ambao mna hela hapa mwishoni